ya kuulia watoto wake. Wachawi wanaweza wakafa wakifanya hivyo. Lakini mwanae, yani kwa mfano una ugomvi na mchungaji mwenzako. Hivyo unajua kiukweli, acha niseme tu ukweli. Mfano nina ugomvi na mchungaji yeyote. Alafu nikaamua kutumia upande wa udhaifu wake ambao sio wa uana. Naweza nikamwaibisha. Ninaomba maombi kama haya. Kila dhambi yake ambaye hajatubia au alificha itokee. Inatokea kwa sababu hata Mungu mwenyewe hana namna ya kumsaidia, hajawahi kuisema. Au alimficha hadi Mungu. Alimtia mtoto wa watu mimba akaitoa badala ya kutubu. Sasa sinamwibua aliyetiwa mimba atokee au? Naweza. Lakini sasa anapata nini? Nionekane mwamba au? Watu wanaotembea na upako wa kweli, moyo wao ni kama wa mtoto. Bila hivyo utoboi. Upako utaupoteza kwa sababu ya maumivu ya moyo. Anointing is not on the head, is in the heart. Watu wengi wanafikiri ni kichwa. Nilimwagiwa mafuta ya aloe vera. Wakaona hayatoshi, wakanimwagia ya nini yule mti gani mwingine mchungu, mwarobaini. Wakaona sijaelewa, wakanimwagia tindikali. Nimepakwa upako wa ukali na wa hasira isiyokuwa ya kawaida. Ukitaka kutunza upako mzee, makwazo hayana budi kuja. Hatukatai. Lakini Biblia inasema tuushinde ubaya kwa wema. Tusilipe baya, bali tuipishe ghadhabu ya Mungu. Kisasi ni juu yangu, mimi Bwana nitalipa. Kama anaona kuna haja ya kisasi atafanya. Alafu uzuri ni huu, duniani hapa mtu yote atakaye kufanyia jambo baya, wewe ukimwacha kuna siku atakutana na mwewe asiyejua kusamehe. Wataruka pamoja. Kwa hiyo achana naye. Kwa nini wewe mwewe sasa? Wakati wapo watu ambao waliumbwa kwa ajili ya siku ya ubaya. Kuna mtu anaitwa nimemuumba mtu mbaya kwa ajili ya siku ya ubaya. Wewe kwani wewe ndio mtu mbaya au? Mwache mtu mbaya aruke naye siku ya ubaya. Watatokea tu. Kuna siku atajichanganya, asipobadilika atakutana na mtu mbaya wa siku ya ubaya. Kitaumana. Sio lazima uwe wewe. Kwa ukitaka kuflow na nguvu za Mungu, hiyo ni moja ya siri niligundua. TB Joshua alikuwa na flow na nguvu za Mungu kwa urahisi kwa sababu ya hicho kitu. Mwepesi kusamehe, mwepesi kuachilia. Aya baby mambo. Sisi tumeshindwa. Unasema tu wewe ujui tu, unaongea tu kwa sababu hajakufanyia wewe, hajakukuta. Ndio maana unasema tu. Hakuna asiyeumia. Tunatofautiana viwango vya kuumia. Inawezekana ile ndio kuumiza kwangu likawa ninachangaa unaumiaje? Lakini kwako linatosha kuumiza. Hakuna asiyeumia. Lakini mwangalieni Yesu. Biblia inasema alipo Isaya 53. Alipofanyaje? Isaya 53 tuanzie mstari wa 6. Angalia Yesu alivyokabili changamoto. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe. Na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Ameweka maovu yetu sisi juu ya Bwana Yesu. Mstari wa 7. Alionewa. Naomba mnijibu sasa, nyinyi mnaotaka kutembea na upako. Yesu anaitwa Yesu Kristo. Neno Kristo maana yake ni mpako mafuta, Yesu mwenye upako. Kwa sababu kuna Yesu wa mwaka 1 hadi 30 ni Yesu seremara. Halo. Yesu wa mwaka 1 hadi 30 ni Yesu seremara. Yesu ambaye hana miujiza. Miujiza mikubwa ni kurudishia msumari kwenye nani? Kwenye meza. Huo ndio muujiza mkubwa anaweza kufanya. Anafanya mambo ambayo wanadamu wote wanaweza kufanya. Ila Yesu Kristo, anointed Jesus. Angalia sifa zake. Alionewa. Lakini alifanyaje? Wewe unanyekea kwenye kuonewa? Si mjinga wewe, urokore gani huu? Urokore sio ujinga. Si ndio? Kama unataka kutembea kwenye eneo la nguvu za Mungu, kuonewa ni kawaida. Kusingiziwa ni kawaida. Kusemwa ni kawaida. Na unapaswa kuzoea. Sio unasema hivi tutaona. Lazima nikuoneshe. Utaelewa kwamba mimi ni mpako mafuta wa Bwana au la. Biblia inasema wazi kama una mafuta, sio wewe hata unayesema mafuta fanya kazi. Biblia inasema akawakemea akisema msiwaguse.
masi wangu. Auoni mahali Musa anashindana na Haruni na Miriam. Ila Mungu alikuja baada ya Musa kuwa hajafanya chochote. Akasema, nyie hamkuogopa? Hamkuogopa? Mimi mwenyewe nawashangaa, ningekuwa mtu ningeogopa. Nyie hamjaogopa. Kumbe ukiwa na mafuta na unakaa kimya, Mungu anawafuata watu, anawauliza, wewe ukuogopa? Wewe uogopi? Akisema msiwaguse masi wangu wala msiwadhuru. Tuanzie mstari wa 18, ndio anasema aliwakemea hata wafalme kwa ajili yao. Akumwacha mtu awaone hata wafalme. Kwa hiyo maana yake ukijaribu kujitetea wewe, unataka maana kujitetea, wakati Mungu anajua kwamba ukishakuwa na upako, you are anointed, yeye ndo kazi yake kuhakikisha uonewi. Uhitaji hata kujitetea kwamba let the oil upon my head fight. Hamna. Hizo ni akili za watoto. Anayefahamu anakaa kimya, na kukaa kimya ndo matatizo zaidi, bora hata angegombana. Amekuletea matatizo zaidi. Yaani mtu akaa kimya na unajua upako anao, huyo mtu ni hatari na ni muovu. Bora hata angekugombanisha ili muonekane kwamba wote mmevunja sheria. Yeye sheria ya Mungu kupiga kaivunja, na wewe umedharau mafuta wala nusu kwa nusu. Akikaa kimya, huyo mtu ni muovu kweli kweli, yana ameamua ufe vibaya. Akumwacha mtu awaone hata wafalme aliwakemea kwa ajili yao. 15 akisema, msifanyeje wala. Kwa kama mtu ana mafuta ni masi, ni mpako wa mafuta. Neno mpako wa mafuta, unajua kwa kibongo bongo ukisema mimi ni Dickson Kristo, kama amejiita Yesu. Ila ukweli neno mpako wa mafuta kwa Kigiriki ni neno Christos. Christos maana yake mpako mafuta kwa Kigiriki tu, neno Christos mpako mafuta. Yesu Kristo, Yesu mpako mafuta. Na ni kweli kabisa, Yesu wa maana ni yule aliyepakwa mafuta. Yesu wa 1:30 watu wanasema ameyapata wapi haya? Yaani maana yake ni wa kawaida, yaani watu wanachukulia hapo hana lolote. Na kitakachokupa heshima ni mafuta. Sio maombi, sio chochote, mafuta. Yaani maombi yote yazae mafuta. Zaburi ya 89 mstari wa 20 kamili. Umeambia warau waanze kucheza? Nani sasa? Kule studio. Sawa. Muda umekwenda, umefika. Some hapo. Nimemwona Daudi mtumishi wangu. Nimefanyaje? Mafuta yake ya namna gani? Kwa hiyo naelewa mafuta ni ya namna gani haya. Usahau ile concept ya neno kupaka mafuta lilianzia kwenye kondoo kule Israeli. Kondoo ndio walikuwa wanapakwa mafuta ili kuua wadudu wanaowashambulia. Kwa hiyo kondoo namfahamu ni kiumbe mstaarabu asiyependa uchafu. Huwezi kumkuta kwenye tope, huwezi kumkuta kwenye uchafu. Hamna, hapendi, ni msafi.